Nimrodi alikuwa mwana wa Hamu. Alikuwa mwana wa Hamu. Mtu mbaya sana. Mtu mbaya. Mtu mbaya sana. Hiyo ni miaka tofauti. Mwaka wa yale maandiko kwenye ukuta na maandiko ya mkono tofauti. Lakini nabii anaendelea kusema huyu mtu, huyu mwana wa Hamu ni mtu mbaya sana. Ameharibu kizazi. Nataka niwaambie shida tunazozipitia zimeanzia kwenye kizazi cha Hamu. Hata zile roho za kusema siku za miujiza zimepita. Huu si wakati wa miujiza. Ni Hamu. Lazima tumchukie Hamu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tumchukie mwana wa Hamu, mtoto wa nabii, mtoto wa nabii. Uniambie eti ukizaliwa na mchungaji unaenda mbinguni? Nani amekwambia? Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Shina hakuna mbingu ya upendeleo, haipo ya hivyo. Tutahesabiwa kwa utakatifu kulingana na neno. Uliliishi neno. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Na tunajipima kwa neno. Dada jipime kwa neno. Ndugu ajipime kwa neno. Na mchungaji ajipime kwa neno. Kila huduma ijipime. Lakini lazima Babeli ivunjwe. Endelea kidogo. Endelea. Ilijengwa na Nimrodi. Naye Nimrodi alikuwa mwana wa Hamu. Mtu mbaya sana. Ambaye alijaribu kuunganisha taifa zima pamoja. Chini ya utawala mmoja. Hiyo ilikuwa chini yake. Akajenga mji mkubwa pamoja na mnara. Mnara wa Babeli. Na baadaye baada ya kuitwa malango ya paradiso. Badala ya kuitwa malango ya paradiso iliitwa Babeli. Ikaitwa Babeli. Mchafuko. Na ikiwa wakati mmoja ilikuwa paradiso. Kama wakati mmoja ilikuwa paradiso, kisha ikageuka kuwa mchafuko. Hapana shaka iko katika hali ya kurudi nyuma. Sasa iko katika hali ya kurudi nyuma. Ipate kugeuzwa kutoka paradiso hadi mchafuko. Ndio. Nao mji huu mkuu ulijengwa katika nyanda za Shinari. Na katika hili walikuwa na kila namna ya mafundisho ya kipekee. Ni kama hivi. Neno linasema hivi, lakini wewe ukitoka hapa na unaenda kukosoa. Unakosoa neno. Unaandaa makundi ya kwako. Unaelimisha sasa kisayansi, labda wewe umesoma famasia. Mwana famasia. Sasa unataka kuleta falsafa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Endelea kidogo. Nao mji huu mkuu ulijengwa katika nyanda za Shinari. Na katika hili walikuwa na kila namna ya mafundisho ya kipekee. Ndio. Waliabudu hata mizizi waliopata kutoka ardhini. Kwa sababu mwana wa Hamu si hana Mungu. Si mwana wa Hamu amelaniwa. Kweli. Sasa kama amelaniwa, aabudu nini? Hiyo ibada ya mizizi ilianzishwa na Hamu alipotoka kwenye uwepo wa Mungu kwa baba yake. Sasa aabudu nini? Ilibidi aweke imani yake kwenye miti, kwenye mizizi. Bwana Yesu apewe sifa. Nao sasa unaona kizazi chake anawazaa watoto aliowalea kwa mizizi. Ndio hao wakina Nimrodi waliolelewa kwa mizizi, ambao wanasema mimi hata kama wangesemaje imetukuza. Hata kama wasemeje mimi najua imetukuza. Hizo dini kwa baba yetu hazikuwepo. Mambo ya madini yamekuja tu siku hizi. Sisi kwa baba yetu Hamu hayakuwepo. Lakini mbona tunaduna? Mbona hata afya hawatuzidi warokole hao? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nataka nikwambie, ni mtu tu aliyelaniwa anayetumia mizizi. Kweli. Ni mtu tu aliyelaniwa. Ni mtu aliyelaniwa tu anayetumia mizizi kama kwa ajili ya tiba. Ni mtu aliyelaniwa. Ila huruma za Mungu wanapona. Huruma za Mungu wanapona. Akijua iko siku utapata ukombozi. Iko siku utasikia neno. Iko siku utaokolewa. Iko siku utajua kosa lako.
iko siku nitakuletea mhubiri. Iko siku. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Baba liwe sana. Lakini ni heri mtu yule ambaye hajasikia mambo haya kuliko yule aliyesikia na akaendelea kufanya moyo wake kuwa mgumu. Heri mtu ambaye hajasikia. Bwana Yesu apewe sifa. Afadhali tuombe injili hii iwaendee watu wengine. Itembee Ukelewe, itembee kila mahali, itembee kaskazini. Kaskazini kuna mapepo ya uchifu, na kusini Sumbawanga. Kama kuna mahala ambapo kuna pepo za uchifu ndio huko. Ndio maana unaona wanaume wanapiga magoti. Ni uchifu. Wanaume hakunaga mzee kule, mwanaume mzee wala kijana. Wote wanapiga. Barikiwe ndugu. Nafikiri ni Roho Mtakatifu. Ni uchifu. Wanaweza poe sifa. Sasa kwa sababu uchifu huwa unalazimisha kutii kwa lazima bila shuruti. Mtu akitii bila shuruti anaonekana amejazwa. Kumbe ni chifu. Nimeyakuta kanisani. Nimekuta machifu ndio wako kanisani. Na nilipohubiri injili, chifu mmoja aliacha anakuja kanisani. Acha kabisa anakuja. Lakini sikujali. Niliimba ule wimbo. Milimani, mabonde na vijijini na mji. Sasa Bwana simenileta. Acha nifyeke. Kwa sababu najua hakuna anayeweza kuniua. Yaani kuniua. Amina. Hata kama ungekuwa chifu, huwezi ukaniua. Amina. Mpaka Mungu akuandikie kibali. Amen. Kwa maandishi agonge na muhuri. Amen. Bila muhuri, kama Mungu hajatia muhuri, nakwambia wajipange. Niliwaambia Sumbawanga, mjikusanye. Amina. Siogopi radi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Baba liwe sana. Lakini usije ukayatamka hayo halafu kapuuzia maombi. Usipuuzie maombi. Unapomaliza kutamka hayo, usiku mzima ni kuomba. Usiende kuvuta blanketi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ukienda kuvuta blanketi, nakwambia watu wa kule, unaweza ukakutwa huko juu ya mti. Kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Watakukuta juu ya mti umetundikwa kama mzinga. Halafu una usingizi totolo mpaka waje wakuamshe. Ukiwa juu hafu uko uchi. Hamna cha blanketi. Wanaweza kuwe sifa. Lakini niliwaambia machifu, mjikusanye. Kwa sababu siyatamki kwa kutamka tu.